Naitwa Nabii Joshua, rais wa Baraza la Makanisa ya Kitume na Kinabii Tanzania. Niko hapa kutoa mawazo yangu kama mtumishi wa Mungu na kiongozi mwenye dhamana. Huu ni mwaka wetu wa uchaguzi, na mwaka kama huu wa uchaguzi mkuu ni vizuri kila mwananchi, kila mtu mwenye nguvu, hata aliye dhaifu, anapaswa kutoa mchango wake kuhakikisha kwamba nchi yetu inafanya uchaguzi wa haki na wa amani. Sasa kama kiongozi wa kiroho, napenda nitumie nafasi hii kuwasihi wa Tanzania pamoja na wadau wengine mbalimbali kwamba kila mmoja wetu, mtu aliyepo kiroho, atoe mchango wake wa kiroho kwa maana ya maombi. Wanaosimamia sheria wasimamie sheria, wanaosimamia usalama, hivyo kila mtu awajibike ili kuhakikisha kwamba mwaka huu unakuwa ni mwaka wa baraka, mwaka mwema, mwaka utakao lifanya taifa letu miaka mingi ijayo liendelee kuwa na mshikamano uliopo. Hali ya mitume na manabii nchini Tanzania kwa sasa ni nzuri zaidi, naamini hivyo, kuliko kipindi chochote kilichopita, kwa sababu kwa sasa hivi angalau tunajiona kwamba ni wamoja, na pia tumetengeneza mifumo ya kuweza kuheshimiana na kusaidiana, na tunaamini mshikamano wetu unasaidia pia kuifanya jamii yetu isiendelee kupita kwenye taharuki au mambo ya sintofahamu mbalimbali, kutokana na tulikuwa manabii mitume tuko wengi sana, na kila mmoja anafanya anavyotaka kwa wakati anaotaka, lakini angalau sasa tunaweza tukajiona tunaweza tukawa na mwongozo unaosaidia jamii yetu kuhudumiwa kiroho bila mashaka. Jukumu letu kubwa sisi ni kumwomba Mungu, na hatujapewa agizo kubwa zaidi ya hilo. Kumwomba Mungu kwamba katika yote, mwisho wa siku maamuzi yanayoweza kufanywa na wenye dhamana ya kuyafanya yasiharibu wala kuvunja yasiharibu amani wala kuvunja mshikamano tulionao. Ushauri wetu ni mara zote tumekuwa hivyo kwamba pamoja na kuomba, lakini pia tunaweza kushauri. Ushauri wangu mimi binafsi, na sisemi kwa niaba ya Baraza la Mitume na Manabii, lakini ushauri wangu binafsi kama Mtanzania na mtumishi wa Mungu, ni vizuri hawa wanasiasa wakae chini, waangalie maslahi mapana ya nchi yetu na vizazi vinavyokuja, halafu waamue maamuzi ambayo hayata vunja amani ya nchi yetu. Kwa ni swala la mazungumzo pande zote mbili, upande wa chama kinachoongoza serikali na upande wa vyama vya upinzani. Wote wanapaswa kuwa na maamuzi ya kukubali mazungumzo kwa ajili ya nia ya kuhakikisha amani ya nchi yetu haivunjiki. Bila mazungumzo ni kitu hakiwezekani, kwa sababu hata Mungu mwenyewe alifanya mazungumzo na Adam alipomuumba pale bustanini. Baada ya mambo kwenda ndivyo sivyo, alikwenda kuzungumza naye nini kimetokea, na akatoa maamuzi. Kwa hiyo mazungumzo ni kitu muhimu. Haipo sheria yoyote ile ambayo inazuia mazungumzo hasa ya amani. Ushauri wangu mkubwa, kwanza ningependa kwamba
kama kweli tuna nia ya kuijenga nchi yetu, viongozi wetu hawa waepuke sana kuhamisha hii ajenda ya mazungumzo, kuihamisha kwenye dawati la mazungumzo na kuileta kwenye majukwaa. Sioni kama kuna afya kama wakichagua kwamba tutakuwa tunajibizana kwenye majukwaa ya kisiasa. Inaathiri sana umoja wa kitaifa. Ni vizuri waweke nguvu kubwa ya kuhakikisha kwa vyovyote vile wanazungumza kama mazungumzo yalivyokuwa yameanza, then watuletee taarifa ambazo zina faraja kwa taifa, badala ya kuwa na matamko ya kupingana wakati wote. Hiyo ni jukumu letu la wakati wote, na tunashukuru Mungu kwamba viongozi wetu wa kisiasa nchini wana moyo wa kuheshimu viongozi wa kiroho au viongozi wa dini. Kwa hiyo naamini tutafika salama. Ni kweli hilo ni jambo ambalo linaleta ugumu, lakini sasa kimaandiko, lakini kikatiba pia wana uhuru wa kuchagua kufanya majukumu yote mawili au jukumu moja. Isipokuwa ni kama ugumu unatokea kwamba unaangalia sasa kama mshauri au mtu anayetoa ushauri, unajua hata jino moja likiwa bovu au likiwa na shida, si ndio, utatafunia upande ambao hakuna shida. Kwa hiyo ni vizuri sana watu ambao wanaweza kuwa washauri wazuri zaidi ni watu ambao hawaegamii upande mmoja. Lakini kwa taifa kubwa kama hili la Tanzania huwezi kukwepa wanasiasa ambao pia ni watu wa dini. Nashukuru umetuweka kwa wingi kwamba mna macho, mnaona. Ninaomba kwenye hili niseme juu ya nafsi yangu mwenyewe, kwa sababu ufunuo wa kiungu Mungu analeta ndani ya mtu binafsi, na yametabiriwa mengi na wengi, na ukifuatilia yako na mitazamo tofauti. Na mimi mtazamo wangu ninavyoona, ninaona kwamba Mungu atatuvusha salama. Uchaguzi utafanyika na wananchi wajiandae kufanya uchaguzi, na uchaguzi utakuwa bora kabisa. Inawezekana kupita uchaguzi nyingi zilizo tangulia. Tumetoa matamko mbalimbali, isipokuwa labda sio kila tamko linaweza kumfikia kila mtu kwa wakati. Lakini hali ya uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa umekuwa na pande mbili. Wapo wanaona uchaguzi ulikwenda vizuri, na wapo ambao wanaona uchaguzi haukuwa sawa kabisa. Kwa mimi ninaona kwamba uchaguzi sijui tunaweza kuupima kwa vipi, lakini katika hali ya kawaida changamoto zilizojitokeza kwenye uchaguzi ni changamoto kubwa ambazo zinapaswa kufanyiwa kazi. Lakini changamoto hizo, kwa sababu zinahusisha watu kupotea, unajua akipotea hata mtu mmoja linakuwa ni jambo kubwa. Ila sasa mtu kupotea kipindi cha uchaguzi haina maana kwamba uchaguzi ndio umempoteza. Labda ziwe zimefanyika jitihada za upelelezi na tumepata taarifa sahihi kwamba kilichompoteza mtu huyo ni hichi.
Isipokuwa kwa sasa niseme tu kwamba tuangalie zaidi kwamba angalau uchaguzi unaofuata vyombo vinavyohusika vihakikishe vinapambana na kila hali inayoweza kapelekea kuleta dosari kwenye uchaguzi ujao. Lakini chaguzi nyingi zimefanyika barani Afrika kwa nchi mbalimbali. Ukilinganisha na taarifa tulizonazo za baadhi ya mataifa walipofanya uchaguzi, nini kilitokea? Kuna watu walipoteza watu 1000, watu 2000, watu zaidi wa kuuana kabisa. Compare na sisi, bado tunaona kwamba bado Mungu anatusaidia sana wa Tanzania angalau kuvuka bila maumivu makubwa. Kikubwa ni sisi sote tuchukue jitihada za kwanza kumwogopa Mungu, maana ndo anayeweza akatusaidia kila mtu akaona thamani ya maisha ya mtu mwingine. Na chaguzi zingine zinazokuja si chaguzi tu, hata katika maisha ya kawaida ya kijamii, tukiwa na roho ya kumcha Mungu, mimi naamini mambo haya yatapungua sana. Ni kweli ni washirika wetu. Biblia, sisi wa Kristo, sijajua Waislamu, lakini sisi wa Kristo, maandiko yameweka agizo moja kwa moja kwamba waombeeni watawala. Kwa hiyo kuwaombea watawala sio matakwa yetu, ni utekelezaji wa maagizo ya Biblia. Kwa hivyo tunatimiza hilo, na huku tukiwa tunafahamu kwamba katika mazingira ya kawaida tuna viongozi wengine wa siasa za upinzani ambazo kimsingi ni siasa za kisasa ambazo zimekuja baada ya kuwa maandiko yameshatoa maelekezo, japo kuwa maandiko matakatifu ya Mungu yanaona mwisho tokea mwanzo. Kwa hiyo sisi tunachukua jukumu pia kubwa sana la kuwaombea viongozi wa kisiasa wa vyama vyote. Lakini tunapotilia mkazo kwa serikali kuiombea na kumwombea mkuu wa nchi, tunamaanisha kutii yale maagizo ya Biblia, kwa sababu mwisho wa siku hata hao wapinzani watataka watawala ndio watimize matakwa yao. Kwa hiyo unakuta kuna mtu anatakiwa kuombewa zaidi ili Mungu ampe hekima zaidi ya kuishi na wengine.